Aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Raila amefariki wakati akifanyiwa matibabu katika hospitali moja nchini India. Kulingana na Rais wa Kenya William Ruto, ametangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Katika hotuba yake kwa taifa kupitia televisheni, Rais Ruto alimtaja Odinga kama mzalendo mwenye ujasiri usio wa kawaida. Alisema bendera ya taifa itapepea nusu mlingoti kote nchini Kenya na katika balozi zote za Kenya nje ya nchi. Kama ishara ya heshima, nimeahirisha shughuli zangu zote za umma kwa siku zijazo, na ninawaomba wafanyakazi wengine wote wa umma na viongozi kufanya vivyo hivyo ili tujiunge na taifa katika kipindi hiki cha maombolezo, alisema Ruto. Rais Ruto pia ametangaza kuwa Odinga ataandaliwa mazishi ya kitaifa kwa heshima kamili. Aliongeza kuwa serikali ya India, ambapo waziri mkuu huyo wa zamani alifariki alipokuwa akipokea matibabu, imejitolea kumwezesha kurejeshwa kwa mwili wake. Ujumbe unaoongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi na mjane wa Odinga Mama Ida Odinga unatarajiwa kusafiri kuelekea India kusimamia mipango hiyo. Kumekuwa na uvumi kuhusu afya ya kiongozi huyo wa ODM katika wiki za hivi majuzi baada ya kutoweka kwenye hafla za umma mwezi uliopita. Kaka yake mkubwa, seneta wa Siaya Oburu Oginga, Jumamosi alisema alikuwa mgonjwa lakini anapata nafuu na kupumzika nchini India na hakuwa katika hali mbaya kama inavyodaiwa na baadhi ya wanasiasa kwenye vyombo vya habari. Odinga, ambaye amemwacha mjane na watoto watatu, ni mwanasiasa mashuhuri wa Kenya ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo kuanzia mwaka 2008 mpaka 2013. Kabla ya kifo chake, kiongozi huyo atakumbukwa kwa kupigania uhuru wa kidemokrasia, haki za binadamu na mabadiliko ya kitaifa. Safari yake ya kisiasa. Raila Odinga alikuwa mtu mashuhuri katika siasa za Kenya na Afrika na kutia moyo kizazi chote barani. Akiwa mwana wa mpiganaji uhuru Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, Raila alisomea Ujerumani Mashariki kabla ya kurejea nyumbani miaka 70. Aliwekwa kizuizini kwa miaka 6 baada ya kutuhumiwa kuhusika na jaribio la mapinduzi mwaka 1982 na baadaye alikamatwa tena kwa kushinikiza demokrasia chini ya utawala wa chama kimoja. Alirejea kutoka uhamishoni baada ya kuanzishwa tena kwa siasa za vyama vingi kabla ya kuchaguliwa kuwa mbunge. Alikuwa na mchango mkubwa katika kukomesha utawala miongo kadhaa wa chama cha uhuru wa Kenya alipounga mkono jitihada za Mwai Kibaki na kuwania urais mwaka 2002. Raila Odinga, ambaye anajulikana sana kama Baba, aligombea urais mara 5, mara nyingi akiunganisha na kuunda upya upinzani, lakini hakuwahi kunyakua wadhifa huo wa juu zaidi. Vita vyake vikali vilikuja kati ya mwaka 2007 wakati matokeo ya uchaguzi yaligombaniwa kuzua ghasia nchi nzima, hatua iliyosababisha makubaliano ya kugawana madaraka yaliyosimamiwa na katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan. Safari ndefu ya kisiasa ya Raila Odinga iliyojaa ukakamavu, ukaidi na kujitolea muhanga ilimletea sifa ndani na nje ya nchi. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha Raila Odinga. Raila Amolo Odinga ni mmoja wa wanasiasa maarufu na wenye ushawishi mkubwa katika historia ya Kenya. Maisha ya awali. Alizaliwa tarehe 7 Januari ya mwaka 1945 Maseno, kaunti ya Kisumu nchini Kenya. Baba yake alikuwa Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya baada ya uhuru na mwanasiasa mashuhuri wa upinzani. Alisomea Ujerumani Mashariki, alipata shahada ya uhandisi wa mitambo mechanical engineering. Maisha ya kisiasa. Raila Odinga amecheza nafasi kubwa sana katika siasa za Kenya kwa zaidi ya miongo mitatu, mwaka 1970 mpaka mwaka 1980, mapambano ya demokrasia. Alihusishwa na jaribio la mapinduzi ya serikali ya mwaka 1982 dhidi ya Rais Daniel Arap Moi. Alifungwa gerezani bila mashtaka rasmi kwa zaidi ya miaka 6 chini ya utawala wa chama kimoja KANU. Baada ya kuachiliwa, aliendelea kushiriki harakati za kupigania demokrasia ya vyama vingi. Mwaka 1990, mageuzi ya kidemokrasia. Alikuwa mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani waliopigania mfumo wa vyama vingi Kenya. Alijiunga na chama cha Ford, baadaye akaanzisha na akajiunga na vyama mbalimbali
ikiwamo NDP na baadaye ODM. Nafasi za uongozi. Mwaka 1992 hadi mwaka 2013 mbunge wa Lang'ata. Mwaka 1997 aligombea urais kwa mara ya kwanza. 2001 mpaka 2002 waziri wa nishati. 2003 mpaka 2005 waziri wa barabara na ujenzi chini ya serikali ya Mwai Kibaki. 2008 mpaka 2013 waziri mkuu wa Kenya katika serikali ya muungano baada ya uchaguzi tatu wa 2007. Raila amejaribu kugombea urais mara nyingi. Mwaka 1997 alishindwa na Daniel Moi. 2007 matokeo tata, ghasia za baada ya uchaguzi zikatokea. 2013 alishindwa na Uhuru Kenyatta. 2017 alishindwa tena na Uhuru, baadaye alisusia marudio ya uchaguzi. 2022 aligombea kwa mara ya tano, alishindwa na William Ruto. Mwaka 2018 Raila Odinga alifanya handshake maarufu ya Rais Uhuru Kenyatta, hatua iliyopunguza migawanyiko ya kisiasa nchini. Kupitia mchakato wa BBI, Building Bridge Initiative, alijaribu kuleta mageuzi ya kikatiba lakini hakufaulu baada ya kupingwa mahakamani. Mnamo Oktoba 2023, Raila aliteuliwa kama mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu miundombinu, Special Envoy for Infrastructure, ingawa aliwahi kushika nafasi hii awali pia. Maisha binafsi. Ni mke wake ni Mama Ida Odinga. Ana watoto kadhaa akiwemo marehemu Fidel Odinga. Raila pia ni mfanyabiashara na mwandishi wa kitabu chake cha kumbukumbu The Frame of Freedom. Raila alikuwa ni kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Kenya. Alikuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya na Afrika kwa ujumla. Raila Odinga alichukuliwa kama mmoja wa vinara wa mageuzi ya kisiasa nchini Kenya. Alichangia sana kupigania demokrasia, haki za binadamu na mageuzi ya katiba. Wafuasi wake wanamuita baba kutokana na mchango wake mkubwa kwa taifa. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali allow notification kwa ajili ya kupata taarifa pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Niliyokuandalia kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Kunlezi. Hadi wakati mwingine.